Mama wa kambo alimtupa barabarani, lakini kesho yake alimuona kwenye TV. Jina letu la hadithi inayokwenda inaitwa Mtoto wa Mtaani Aliyeng'aa Kama Nyota. Maua alikuwa msichana mwenye umri wa miaka 17, mrembo, mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa ya kuwa mwanamuziki. Tangu mama yake mzazi alipofariki, alikabidhiwa kwa baba yake mzazi ambaye tayari alikuwa ameoa mke mwingine. Mama wa kambo aitwaye Jessica. Jessica hakuwa na uhuru hata kidogo. Alimfanyia Maua kazi zote za nyumbani, alimnyima chakula na akumruhusu kwenda shuleni. Kila alipomkumbusha baba yake kuhusu ndoto zake, baba alinyamaza kwa uoga wa mkewe. Maua alibaki kama mtumwa ndani ya nyumba yake mwenyewe. Siku moja Maua alikosea kumwaga maji jikoni. Jessica alimshika kwa hasira, akamburuta hadi mlangoni. Akamfunga mlango kwa nguvu na kumtupia barabarani. Akasema, "Ondoka, wewe si kitu hapa. Nenda ukatafute maisha yako huko." Maua alilia huku akiwa hana hata viatu. Watu waliokuwa jirani walimuona, lakini hakuna aliyethubutu kuingilia. Maua aliishi mitaani kwa siku 2. Alilala kwenye makaratasi, akila mabaki ya chakula, lakini ndani yake bado alihifadhi sauti yake na ndoto yake ya kuimba. Siku ya 3 aliketi kwenye kona ya jengo la redio moja maarufu jijini na kuanza kuimba kwa sauti ya kupendeza. Watembezi au watembeaji walikuwa wakisimama na kushangaa. Mmoja wa wapita njia, mwanamke mwenye huruma aitwaye Bizena, alimsikia na kumkaribia. "Una jina gani mrembo?" "Mimi ni Maua, natamani kuwa mwanamuziki lakini sina pa kuanzia." Bizena hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa producer wa vipindi vya vipaji kwa vijana. Alimchukua Maua nyumbani kwake, akamvarisha vizuri nguo, akamchukua studio na kurekodi wimbo wa kwanza. Siku iliyofuata, kipindi maarufu cha Tanzania Talent Star kilikuwa kikirushwa mubashara kwenye runinga. Kipindi hicho kilikuwa kinatangaza vipaji vipya vya ajabu. Msichana aliyepatikana mtaani kwa sauti ya malaika. Watu wengi walikaa nyumbani kuangalia, lakini familia moja huko Kimara ilikaa kimya zaidi ya zote, familia ya Maua. Jessica alikuwa mwenye sofa akinywa juice, lakini aliposikia jina Maua Kibwana na sauti ile ya kipekee, alisimama ghafla. Alimwangalia mume wake, macho yakimpasuka kwa mshangao. "Huyu si yule binti?" Runinga ilimwonyesha Maua akiwa na gauni jekundu akiimba kwa hisia. Studio nzima ikawa imesimama kwa makofi. Majaji walilia, watu waliandika kwenye mitandao, "Huyu binti anatoka wapi? Anaimba kama malaika." Jessica alidondosha glasi ya juice chini, uso wake ukijaa aibu na wasiwasi. Baada ya siku chache, Maua alitwaa kwenye mahojiano na vipindi maarufu cha asubuhi. Mtangazaji alimuuliza, "Ungependa kusema nini kwa familia yako?" Maua alitabasamu kwa upole, "Ningependa kusema na wasamehe wote. Nilichojifunza ni kwamba ukiamini ndoto yako, hakuna anayekuzuia." Siku hiyo Maua alipata mkataba wa kurekodi albamu yake ya kwanza, na kampeni kubwa ilizinduliwa ya kusaidia watoto wa mtaani kupitia jina lake la Maua Foundation. Jessica alijaribu kuwasiliana, lakini Maua hakuwa na chuki. Alimtumia ujumbe mfupi akisema, "Asante kwa kuniweka huru. Maisha yamenifundisha kuwa maumivu huwa mbegu za mafanikio. Mungu hakubariki." Jina langu naitwa Charles na hii ni Charles the Storyteller.